Shughuli za usafiri na biashara katika maeneo mbalimbali nchini Kenya leo zimeathirika kwa kiwango kikubwa kufuatia mgomo wa wahudumu wa sekta ya uchukuzi wanaopinga kupanda kwa bei ya mafuta. Wengi wamelazimika kutembea kwa miguu kuelekea kazini, huku wengine wakishindwa kabisa kufika katika shughuli zao za kila siku. Waandaaji wa mgomo huo wanasema gharama kubwa za mafuta zimefanya biashara ya usafiri kutokuwa na faida, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kuumia kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Wananchi hao wametaka kuvunjwa kwa mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA, wakidai imeshindwa kudhibiti bei za mafuta nchini humo. Mgomo huo umeanza siku chache baada ya wahudumu wa usafiri wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa 50% kufuatia bei mpya za mafuta zilizotangazwa Mei 14. Kwa sasa bei ya petroli jijini Nairobi imefikia zaidi ya shilingi 214 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa kwa karibu shilingi 243, hali inayozidi kuongeza presha kwa wananchi na wafanyabiashara. Wachambuzi wa uchumi wanaeleza kuwa endapo hali hiyo itaendelea, sekta mbalimbali zitaathirika, ikiwemo biashara, usafirishaji mizigo pamoja na utalii. Pia kuna hofu ya kupanda zaidi kwa bei za bidhaa muhimu kutokana na gharama kubwa za usafiri. Wananchi wengi sasa wanaisubiri serikali ya Kenya kutoa msimamo wake kuhusu mgomo huo, huku shinikizo likiendelea kuongezeka kwa mamlaka kutafuta suluhisho la haraka kabla ya uchumi kuzorota zaidi. Na kama hawatapunguza mafuta, itamaanisha kwamba uchumi wa Kenya itaathirika zaidi. Tunaomba ya kwamba serikali hii ipate kuwachali wananchi na wapate kupunguza mafuta. Mipango zingine ya serikali wanaweza kusimamisha kwanza, ndiposa wapate namna ya kupunguza mafuta. Kama jana nimeenda Chafakali nikarudi mpaka Kapsabet, kuja nikaweka mafuta gari, pesa ikashia yote yenye tulikuwa tumetengeneza, hakuna pesa hata kidogo tulipaka nayo. So hiyo ndio tunalia kabisa. Rais yetu hatuna shida na wewe. Yenye inatuumiza tu ni mafuta, ututetee. Wewe ni wetu na sisi ni watu wa tuta.